Karibu katika mwendelezo wa masomo ya kujifunza juu ya kusudi la mwanadamu, ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa ya kumjua Mungu pamoja na mamlaka yake. Na siku ya leo tutajifunza juu ya utawala wa Mungu ambao ni ufalme wa Mungu. Kwamba tumeshamjua Mungu ni nani, sifa zake pamoja na haiba zake. Sasa je, huyu Mungu anaketi wapi? Na katika mahali anapoketi tunajua kwamba Mungu ni roho kama nilivyosema. Kwa Mungu yuko pamoja na mwanadamu na wala hajawahi kujitenga. Lakini ilipo neno ama ipo sema ambayo inaitwa ni kama mamlaka ya Mungu ambao ni ufalme wa Mungu, ambao ni ufalme wa kiroho, ni ufalme ambao hauonekani kama ambavyo yeye mwenyewe asivyoonekana katika nyama. Tutaanza kwa kauli ambayo Yesu Kristo alipoanza safari ya kukomboa fikra za watu, akifundisha katika mafumbo, mifano na kauli mbalimbali katika safari yake yote, sababu twajua ya kuwa Mungu ambaye ni mwalimu wa kwanza akitufundisha habari ya kusudi la maisha ya kwetu, na Yesu Kristo analitwaa hilo jukumu la kutufundisha kwa vitendo juu ya kuishi kusudi la maisha ya kwetu tuwapo hapa duniani. Yesu anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kuna mambo mawili amezungumza: ufalme wa Mungu, lakini pili, haki yake. Sasa ufalme wa Mungu ni nini na haki ni nini? Kabla tujaendelea mbele, tuone Yesu aliufananisha ufalme wa Mungu na kitu gani. Itatusaidia kuweza kuelewa zaidi ufalme wa Mungu ni kitu gani. Anatuambia ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali ambayo mtu aliitwaa na akaiweka katika shamba lake, basi ikakua ikawa mti mkubwa, ambapo ndege walitengeneza viota wakaishi mahali pale, na kama kuna watu wa kuchanja kuni walichanja kuni pia, kama kuna watu wa kuhitaji mbao walipata mbao. Lakini pia naendelea kusema ufalme wa Mungu ni ufananishe na nini? Anasema ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotwaa mwanamke akaistiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachacha wote pia. Kwa nini anazungumza ama anaufananisha ufalme wa Mungu na vitu ambavyo ni vidogo sana, vitu ambavyo sio rahisi kuviamini, vitu ambavyo vinapewa nafasi ndogo kwenye maisha? Anafananisha na hivyo vitu kwa sababu ndivyo ambavyo vina athari kubwa. Yaani kile kitu ambacho kinachukuliwa kuwa ni kidogo huwa athari yake ni kubwa sana. Kwa punje ya haradali ni ndogo, lakini baada ya kumea inaonekana athari yake ni kubwa na inaonekana ina faida kubwa zaidi. Bado chachu inaonekana kuwa ni sehemu ndogo sana ya unga, yaani ukiweka kwenye unga inaonekana ni sehemu ndogo, lakini bado hiyo hiyo inaleta athari kubwa sana kwenye unga mpaka unachacha wote. Kwa vivyo hivyo, kutambua kwetu ya ufalme wa Mungu, unaweza ukafikiri ukafananisha na kitu chochote kile ambacho unahisi wewe kinaonekana kuwa ni kidogo. Kwa maana nyingine, tafuta tafsiri yako ya kuelewa ufalme wa Mungu. Yesu alitumia mifano hiyo ya punje haradali pamoja na chachu, na wewe tumia mfano wako ambao unahisi utakufaa. Unaweza kusema inaweza kufanana na punje ya mhindi, kwamba ukiipanda itazaa mahindi 3, watoto 3 wa mahindi, ambao unamtosha mtu akala akashiba akaendelea na kazi zake. Tafuta tafsiri nyingine ambayo unaiona inaweza kukufaa kuelezea zaidi unapozungumzia habari ya ufalme wa Mungu.
Kwa ufalme wa Mungu ni kitu ambacho ni cha thamani, kinaonekana kidogo kwa fikra na macho yetu na uhitaji wa miili yetu, lakini ndicho chenye thamani kubwa sana. Ametoa mifano hiyo ili kuonyesha vitu ambavyo viko kwenye mazingira halisi ya maisha ya kwako au maisha ya kwangu. Lakini vile vile Yesu alipata kuulizwa na Mafarisayo. Mafarisayo wanamuuliza habari hizi, wakimwambia, anasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Anaulizwa, utakuja lini huu ufalme wa Mungu ambao unauzungumza wewe tu utafute kwanza? Hebu tuambie ni lini utakuja, ili tuweze kusubiria, na tukishaupata na hayo mengine tuyapate. Anaendelea kusema, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza. Moja, hauji kwa kuchunguza. Lakini pili, wala hawatasema tazama huku huku au kukule. Maana yake hautaonyeshwa kwamba nenda mahali fulani, nenda Shinyanga, nenda Kariakoo, utakuta ufalme wa Mungu, ama nenda nyumbani kwenu utakuta ufalme wa Mungu. Tazama, kwa maana ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa amekutoa kote huko ambako unafikiria kwamba ufalme wa Mungu utakuja, kwamba ufalme wa Mungu utaambiwa ule pale. Amekutoa katika mazingira yote hayo, anafungua fikra zako Yesu Kristo, anakwambia ufalme wa Mungu mbona uko ndani yako. Anatuonyesha yeye mwenyewe ameshakubali na ukiri kwamba ufalme wa Mungu uko ndani yangu. Ndiyo maana nafanya haya mambo mnayoona ninayafanya, kwa sababu nimeupokea ufalme wa Mungu na unaishi ndani yangu. Kwa maana nyingine, Mungu ametengeneza maskani yake ndani yangu na kuniongoza katika kila hatua ambayo nahitaji kuifanya. Kwa yote ninayoyafanya si kwamba ni mimi ninayafanya, bali kwa maelekezo yanayotoka kwa mfalme ambaye yeye ndiye mmiliki wa ufalme wake, bali ni Mungu mwenyewe. Ndiyo maana mnaona haya ninayowatenda na ninayatenda katika namna ambayo inaonekana kuwa ni ya kimaajabu. Ndicho huo au ndio huo ambao ufalme ambao Yesu Kristo anatuambia. Kwa maana nyingine, Yesu anatufundisha juu ya kipaumbele. Ndiyo maana kabla hajazungumza hiyo kauli kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa, alizungumza habari ya mahitaji ya mwanadamu. Anatuambia msijisumbue, mtakula nini, mtavaa nini. Je, mwili si zaidi ya chakula na maisha si zaidi ya chakula? Anajua ya kwamba mahitaji yetu yapo, na anajua kwamba sisi binadamu tuna miili ambayo inahitaji. Tunahitaji kula, tunahitaji kunywa, tunahitaji kupumzika, tunahitaji mahali ambapo tutakaa kama sehemu ya kivuli. Hayo yote Mungu anayatambua. Lakini je, licha ya kuyatambua hayo yote, ili tuweze kuyapata kiurahisi na kwa njia ambayo yeye mwenyewe ameitengeneza kama mfumo, tufanye nini? Mwandishi mmoja wa kitabu kinaitwa The One Thing. The One Thing anaelezea kwamba katika kila jambo unalotaka kulifanya, ama mkakati wowote ama kazi yote unayoifanya, ili iweze kuleta matokeo, unahitaji kufahamu kitu kimoja tu ambacho kinashika mifumo yote ya ile kazi, ama mifumo yote ya ile jambo ambalo unalifanya ama unatarajia kulifanya. Kwa kama ni biashara fulani, angalia katika biashara yako kuna kitu kimoja tu, ukikifanya mengine yote yanakuwa ni ziada, yanaongezeka kwa sababu ile inafanyika kama sumaku. Kumbe tunajifunza sasa, tunaweza kutafsiri ufalme wa Mungu kwamba unaweza kaonekana kama sumaku, kama mtego, na tafsiri nyingine nyingi ambazo unaweza kauita kitu ambacho kikifanyika kimoja kinavuta mambo yote. Huo ndio ufalme wa Mungu. Ni ufalme ambao una kila kitu. Nimeupa tafsiri pia kwamba ufalme wa Mungu
unafanana na ghala lenye chakula ama kila aina ya mahitaji ya mwili wako. Kwa kama unahitaji chakula, kwenye ghala kipo. Kama unahitaji mavazi, kwenye ghala yapo. Unahitaji vinywaji, kwenye ghala vipo. Unahitaji nyumba, kwenye ghala vipo. Unahitaji pesa, kwenye ghala zipo. Unahitaji mashamba, kwenye ghala zipo. Unahitaji viwanja, kwenye ghala vipo. Kila kitu ambacho unahisi unakihitaji, kwenye ghala kipo. Unahitaji mke, kwenye ghala yupo. Unahitaji mme, kwenye ghala yupo. Ghala ni ufalme wa Mungu, ni ufalme ambao umebeba kila aina ya mahitaji ya mwanadamu. Ndicho ambacho Yesu anatusisitiza tukitafute kwanza. Sasa tunawezaje kuupata huu ufalme? Ametuonyesha funguo ambayo inahitaji kuitumia kufungua kwenye ghala. Tuchukue ambacho tunakihitaji. Ametuambia ufalme wa Mungu na haki yake. Ufalme wa Mungu ndiyo hilo ghala. Haki ya kwake ni taratibu ambazo Mungu anahitaji tuzifate. Katika video iliyopita nilizungumza habari ya sifa za Mungu, nikaelezea Mungu ni nani, nikatoa sifa kadha wa kadha, haiba ambazo zinamwonyesha kwamba ama zinamtambulisha Mungu ni nani, na nikasema Mungu na mwanadamu ni kitu kimoja. Mungu na mwanadamu hawajawahi kutenganishwa. Kwa hatupo hapa kumtafuta Mungu yuko wapi, bali tuko hapa kumdhihirisha na kumthibitisha kwamba Mungu yupo, kama ambavyo Eliya alithibitisha mbele ya manabii wa Baali 400, akawaambia leteni sadaka kisha tumombe Mungu, naye aliye Mungu wa kweli ndiye atakayeabudiwa. Wao waliomba katika namna yao, wakamwita Mungu wakidhani kwamba hayupo, na kweli hakuonekana, kwa sababu wao walikuwa na imani ya kwamba Mungu ili aweze kuja na kutenda kitu lazima tumwite kutoka mahali fulani aje afanye kazi hii ambayo tunahitaji aifanye. Lakini Eliya alipofika zamu yake alizungumza maneno machache sana, akasema Mungu na ijulikane ya kuwa upo. Mungu na ijulikane ya kuwa upo ni uthibitisho, ni kukiri, ni total surrender, ni kujiachia mzima mzima na kukiri ya kuwa Mungu sio uko mbali, Mungu uko hapa, basi thibitisha ya kuwa upo. Ndio maana akasema na ijulikane ya kuwa upo. Moto ukashuka na ukalamba kila kitu kilichokuwepo pale, sadaka pamoja na mawe pamoja na maji, kilichobaki ni ardhi tu. Kwa hiyo ndiyo tafsiri ya ufalme wenyewe, ufalme wa Mungu, ama hiyo ndiyo tafsiri ya kumjua Mungu, na huyo ndiye Mungu ambaye tunahitaji kumfahamu na kumtambua kwenye maisha yetu, kumthibitisha katika matendo yetu. Moja ya mambo niliyozungumza ambayo yanaashiria uwepo wa Mungu ni haki, ni kusaidia wengine, kuto kunyanyasa wengine, kuwa wa kweli, kuwatendea watu wengine mema, kuwapenda wengine, kutokuwa na wivu na wengine, na mambo mengine yanayofanana na sifa hizo, ambayo yote yanaashiria upendo, sababu Mungu pia ni upendo. Apenda watu na vitu vyote ambavyo yeye alivifanya, na huyo Mungu hayuko mbali, yuko ndani yetu, anatuongoza na kutuelekeza, mwanangu fanya hivi na mwanangu usifanye vile. Sasa ujumla wa mambo yote haya, ujumla wa sifa zote hizo ndiyo haki ya ufalme wa Mungu. Ukiyatenda haya yote, ukifuata taratibu zote hizo, ukazijua sheria zote hizo, manake ni kwamba umetengeneza ufunguo. Utafungua gara na utachukua unachokihitaji. Wewe jipatanishe na wewe mtu mwenye haki. Wewe ni mtu wa kupenda upatanisho. Wewe ni mtu wa kusamehe wengine.
Usiwe mtu mwenye wivu wala mwenye chuki. Usiwe ni mtu ambaye mwenye masengenyo kwa wengine. Usiwe ni mtu ambaye unakasirika haraka. Usiwe ni mtu ambaye hauwezi kusamehe, wala usiwe ni mtu ambaye unakosa upendo. Hakikisha kwenye maisha kwako unaonyesha upendo kwa asilimia zote, sababu Mungu ni upendo, na unapoonyesha upendo, manake wewe unafanyika moja kwa moja kuwa ni mwana wa ufalme wa Mungu, kwa sababu hiyo ndiyo haki, na hiyo ndiyo tafsiri ya kusema haki yake. Tafuteni na haki yake, ili hayo yote tuweze kustahili. Mungu anajua mahitaji unayohitaji, na sio mahitaji kwa sababu wewe unahitaji kuvaa, na sio mahitaji kwa sababu wewe unataka kula, na sio mahitaji kwa sababu wewe unahitaji nyumba nzuri. Mahitaji yote ambayo unahitaji ni kwa sababu ya kila ambacho Mungu anataka kufanya, kwamba upo uwezo ama ipo kazi ambayo amekutuma kufanya, ipo kazi ambayo amenituma kuifanya, ambayo ndilo kusudi aliloweka ndani yangu. Anazungumza, anamwambia Yeremia, nalikujua kabla sijakuumba, nalikutakasa kabla hujatoka kwenye tumbo la mama yako. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mataifa wasiokujua watakujia, na mataifa usiyoyajua yatakujia pia. Maana yake anajua ni nini alichokipanda ndani yako, anajua ni nini alichokiweka ndani yangu, nalo ndilo kusudi la maisha ya kwako. Sasa hauwezi kutambua kusudi la maisha ya kwako ikiwa haumjui Mungu ni nani, au haumjui yule ambaye ameweka kusudi hilo ndani yako. Haujajua mamlaka yake, yeye aliyeweka hilo kusudi ndani yako. Yeye aliyeweka kusudi ndani yako ndiye unayetakiwa kwanza umfahamu, ujue na mamlaka yake. Ndiyo maana hii ikawa ni maada ya kwanza kabisa, ama ni hatua ya kwanza kabisa, kumjua Mungu na ufalme wake. Kwa unapomjua Mungu na ufalme wake kwa kushika taratibu zile ambazo zinathibitisha na kumwakilisha Mungu na kumwonyesha kwamba Mungu yupo na anajulikana kuwa yupo kupitia yale matendo ambayo tunayafanya, ambayo nimeyazungumza hapo. Kwa hiyo tunafanyika moja kwa moja kuwa wana wa ufalme wa Mungu, na hayo mengine yote tutayapata. Kumbuka tu kwamba katika ufalme hakuna unachomiliki. Narudia tena, kwenye ufalme wa Mungu hakuna mtu yeyote anayemiliki chochote, kwa maana ya kwamba hakuna ubinafsishaji kwenye ufalme wa Mungu. Ni katika mahitaji yetu ya kimwili tunaweka ubinafsishaji, lakini katika ufalme wa Mungu hakuna ubinafsishaji, vyote ni vya watoto wake na anavigawa sawa. Kwa maana nyingine sasa tunaondoa dhana ile ya kusema Mungu amenipendelea, Mungu hajanipendelea, Mungu hajanikumbuka, Mungu kamkumbuka yule, Mungu amemkumbuka yule, amemsahau yule. Mungu hajai kutusahau. Mungu huwa anatupa kilicho haki yetu. Kwa wale usije ukasema wewe ni maskini, wala usije ukasema wewe ni tajiri. Umepewa haki yako, lakini angalia sana ulichokipata. Je, umekipata kwa sababu ya mahitaji ya kimwili ama kwa maelekezo ya Roho ambaye ni Mungu mwenyewe ukavipata hivyo vitu? Kwa sababu Mungu anajua alichokutuma kufanya, ambao ni kusudi lake. Ukishakuwa umelitambua hilo kusudi, ambalo tutakuja kuona hapo mbele, kutambua kusudi ni kupitia kujua pia kipaji, kipawa ama uwezo ulioko ndani yako. Kwa hayo mahitaji yote Mungu anakupa, kwa sababu kila ambacho amekiweka ndani yako ili kiweze kutimia, unahitaji hayo mahitaji. Ameona mwanangu nimemweka kuwa mwelekezaji wa watu, mwanangu nimemweka kuwa mfanyabiashara, mwanangu nimemweka kuwa daktari, mwanangu nimemweka kuwa mtengenezaji wa madawa, mwanangu nimemweka kuwa mkulima,
Mwanangu nimeweka kuwa mwalimu. Swali la Mungu analojiuliza, mwanangu anahitaji nini ili kazi ambayo nimeweka ndani yake ipate kutimia? Na hiyo kazi aliyoweka ndilo kusudi, na kusudi ndilo neno. Anazungumza, anasema kwamba neno nililolituma halitanirudia bure, bali tatimiza mapenzi ya Baba yangu. Kusudi la maisha ya mwanadamu ambalo wewe unalo na unahitaji kulitambua, na si kulitambua kwa maana ya kulitafuta, ni kukumbuka. Mimi nakukumbusha tu uweze kujua ama kukumbuka kila ambacho nataka kukifanya, kwa sababu ni kwa kufahamu na kufanya hicho kitu Mungu atakupa mahitaji ili uweze kutimiza hiyo kazi. Anajua huyu mwanangu anahitaji kusafiri mara kwa mara ili aweze kufanya hii kazi ambayo mimi ninahitaji aifanye, na nimemwandikia kuifanya. Kwa ataruhusu na ataamuru sehemu nyingine upate usafiri. Anaweza kuruhusu watu wakuletee pesa kwa njia yoyote ile, wataleta pesa, utafanya kitu kimoja. Ataruhusu watu wengi wataleta pesa, utanunua gari. Ama ataamuru mtu mmoja kati ya watoto wake kwenye ufalme wake na kumwambia mpelekee fulani gari, anahitaji kwa ajili ya kazi ambayo mimi nimemtuma kuifanya. Wewe ni mkulima, Mungu amekuandikia kuwa mkulima, mwandaaji wa mazao ya watu wapate kupata chakula. Unahitaji kuwa na mashamba na hauna shamba, na najua kazi aliyokutuma wewe ni kilimo. Basi Mungu anayo njia ya kutafutia wewe mashamba. Anao uwezo wa kukuonyesha kwamba mwanangu, nenda kafanye kazi kwa mtu yule ambaye yeye ana mashamba. Utafanya kazi kwa uaminifu, kwa kujituma, alafu yule mtu anakupa shamba, na utafanya ile kazi ambayo Mungu amekusudia uifanye. Kwa hapa sisi hatumiliki chochote isipokuwa kwa mahitaji ya Mungu wetu ndiyo tunamilikishwa hivyo vitu vyote. Kwa ghala la Mungu lina kila kitu ambao ni ufalme wake. Hata mume yuko kwenye ghala, mke yuko kwenye ghala. Lakini je, umezitambua funguo? Na baada ya kuzijua zile funguo, umejua namna ya kufungua ile ghala uweze kuingia na kuchukua unachokihitaji. Hata watoto wako kwenye ghala hilo. Ikiwa unahitaji watoto, utawapata. Mambo yote unayoyahitaji utayapata ndani ya ghala. Mashamba na viwanja viko ndani ya ghala ambao ni ufalme wa Mungu. Kilichopo ni kusikiliza sauti na kuifuata na kuifanyia kazi. Na kusikiliza sauti na kufanyia kazi kwa ni kufanya yale ambayo yanakutaka wewe uyafanye, ambao ni haki yake. Haki yake ndiyo yale mambo ya msingi ya kuyafanya, ya kuthibitisha kwamba Mungu yupo. Unapothibitisha Mungu yupo, wewe na Yesu hatuwezi kuwatofautisha. Najua unaweza ukajiuliza, unanifananishaje mimi na Yesu? Ama unawezaje kujifananisha na Yesu? Yesu ni Mungu mtu, aliongozwa na Roho ambaye ni Mungu. Kinachotofautisha sisi na Yesu ni kwa sababu Yesu alisikiliza sauti ya Mungu, alitega masikio sawa sawa na akaelewa, kisha akafanya kila ambacho Mungu alikuwa anamwelekeza kufanya. Na ndiyo maana anahesabiwa kuwa ni mtu ambaye hakuwa na dhambi yoyote ile, sababu mambo yote aliyafanya kwa sababu ya kila ambacho alikuwa anakisikiliza na kukisikia. Ndiyo maana alithubutu kusema, mimi ni njia, mimi ndiyo ukweli na uzima. Anayetaka kwenda kwa Baba lazima apitie kwangu. Kwa nini anasema apitie kwake? Maana yake ufuate yale matakwa ambayo yeye aliyafanya. Yeye alifanyika kuwa mwana halisi wa ufalme wa Mungu. Natamani ile sauti ambayo Kristo aliambiwa kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Leo isikike kwenye masikio yako ikizungumza hayo maneno kwamba Buyobe ndiye mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikilizeni yeye.
Eunice ndiye mwanangu mpendo wangu niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Happiness ndiye mwanangu mpendo wangu niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Joseph ndiye mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Weka jina lako, zungumza hayo maneno, yafanye kuwa unayasikiliza kutoka kwa Mungu. Mungu amekuweka wewe kwa sababu uweko hapa duniani ufanye kazi yake. Si kwamba unahitaji kutumia nguvu kutafuta pesa ama kutafuta mali. Si kwamba unatakiwa kutumia nguvu sana na kujituma kwa juhudi kubwa sana ili ionekane kwamba unafanya kazi, bali unataka kutambua funguo za ufalme wa Mungu. Tenda kwa haki kwa utulivu mkubwa. Kuwa mkweli katika maisha yako. Usiige maisha ya mtu mwingine, kwa sababu kila mtu ameandikiwa kazi yake ya kufanya. Na ndiyo maana ni wakati mwingine ni ajabu sana tunapokuwa tunachukiana kwenye maisha haya. Unapomchukia mtu mwingine, manake unakataa kile ambacho Mungu amemtuma kukifanya. Tunachotakiwa kukifahamu ni kujua mwenzangu ametumwa kufanya kazi gani na Mungu wake, na mimi je, kazi yangu niliyotumwa kuifanya ni ipi? Kisha tukutane hapo katikati, kila mmoja amfurahie mwenzake na kila mmoja ampende mwenzake. Katika chochote kidogo anachokifanya umfurahie. Ni sawa na kwenye gari, abiria wanamwamini driver ingawa hawajui uwezo wake na ubunifu alionao katika kuendesha, na driver naye anamwamini konda kwamba atapokea pesa kwa uaminifu na kuzitunza. Ndivyo ambavyo ilivyo katika ufalme wa Mungu, katika kufanya hivyo, kuaminiana, kila mmoja kila alichonacho kidogo tuvikusanya na kuviunganisha. Kwa tafsiri nyingine ya lugha ya Kiingereza nasema ni kuadapt. You must adapt to the other. Somo linalofuata itakuwa linazungumzia habari ya tabia na kusudi la Mungu. Ni somo ambalo ni zuri sana utabahatika kulisikiliza. Tutaona haya mambo yanaendaje. Kwa ufalme wa Mungu uko ndani yetu, na ili uweze kutambulika ni kudhibitisha na kudhihirisha maisha yetu kila siku, kwa kutenda haki, kwa kuwa wa kweli, kwa kutumikiana, kuwatumikia wengine, kwa kuwasaidia wengine, kuwasamehe wengine na mambo mengine yanayofanana na hayo. Yanadhihirisha uwepo wa ufalme wa Mungu na yanadhihirisha haki ya ufalme wa Mungu, na hayo mengine yaliyo mahitaji tutayapata, kwa sababu ndiyo ziada ambayo tunaihitaji. Mungu wetu ndiye kitu cha kwanza, ama ndiye jambo la kwanza tunahitaji kulifahamu. Tumjue Mungu, tufahamu na makao yake ambayo ni ufalme wake. Tumekwisha jifunza hili. Chukua muda, tafakari, jiulize wewe, Mungu unamwelewaje na ufalme wake unaelewaje? Pitia kwenye video yangu, sikiliza, kisha usisahau kushare kwa watu wengine waweze kujifunza na kusikiliza. This is the School of Life.